hadithi hii ya wewe na Bell. Wewe ni mtume na Bell ni yule nyoka. Hata kutambua kwamba mimi ni mtoto wake hajagundua. Hajui hata kama mimi ni binti yake. Wakati sisi tunateseka na umaskini na njaa, wewe una vyeti na sifa za kuweza kuajiriwa kwenye hospitali yoyote ile. Nyamaza! Mwanadamu mkubwa! Familia yetu sisi ina amani kuliko hizo familia nyingine. Mume wake mtarajiwa Mr. Kojak Kiwelu. Wanawake wema ni wale wanaowatii waume zao. Mama, kwa nini ukusema? Najaribu kukuelewa, lakini sikupati mama. Zoezi alikuwa nake kuongea vile. Mama, kumbe mama una vyeti. Tunaishi maisha haya mama. Najaribu kutafuta sababu ya kuelewa lakini sipati. Kwa sababu je kuniambia chochote mama. Na ukupaswa kumpiga Rose wala kumtukana vile. Alikuwa na haki ya kukasirika na kulalamika. Kwani uko upande wa nani? Sikai upande wote mama. Natamani ungekuwa na Mola Rose kama unavyonielewa mimi mama. Wakati mwingine nahisi ukumzaa Rose, ulinizaa mimi kwa sababu nilipa sana nafasi ya Rose kwako. Kwa nini mama? Ina maana Rose si mtoto wako kumzaa? Upendo unaonipa mimi naomba muoneshe na Rose. Kwa nini unamchukia mtoto uliomzaa mwenyewe? Sere, wewe ni mwanangu. Haijalishi nimekuzaa au sijakuzaa. Utabaki kuwa mwanangu. Kwa nini unamchukia mtoto uliomzaa? Jesse, hebu kwanza tuweke pembeni ubosi na ufanyakazi wenza. Tuongee sasa kama marafiki. Ni kweli unampenda Kojak kiasi hiko? Naima, sijategemea swali kama ile kutoka kwako. Ndiyo, nilikuwa nampenda zamani lakini sio sasa hivi. Yaani sasa hivi ukiniuliza moyo wangu, akili yangu, fahamu zangu, yaani kila kitu ambacho kinanihusu mimi Jessica ni Luis. Yaani Naima sikufichi nampenda Luis to the maximum. Vibaya mno. Sasa kama unampenda Luis, umeshakubali pete ya Kojak hapo, na familia zenu nyie ni marafiki, na karibia mipango ya harusi inaanza. Utamteteaje mwanaume unayempenda? Naima, si nikwambieje best yangu, ila ni kweli kwamba niko tayari kupambana na niko tayari kumpigania Dr. Luis. Tatizo ni Dr. Luis mwenyewe ndo ananipa kikwazo, mimi nakosa nguvu. Yaani Luis amekuwa ni mtu mwenye mawivu ya ajabu, mbinafsi, yaani hajiamini. Hebu niambie, mtu namna hiyo unampiganiaje? Alafu anataka kila anachokisema yeye ndicho mimi nifanye. Inaniwia vigumu sana kumpambania. But I love him. Hello? Okay, sawa. Yes, samahani, kuna dharura kidogo. Akasifuri.
Simama. Hivi wewe unataka nini kwangu? Mbona sikuelewi? Haunielewi? Kwa nini unanifuatilia sana na kuniangalia sana? Mimi? Wewe. Au unanitaka ila unaogopa kuniambia kwa sababu ya ulokole wako? Niangalie. Unanitaka? Nakuheshimu sana Belinda. Oh. Sasa kama unaniheshimu, leo ndo niko hapa kwa ajili ya kuonyesha ujeuri wangu. Unaniangalia kama vile unataka kunila hivi. Sasa basi mimi leo niko hapa. Alafu mimi ndio chakula. Sahani ndio kitanda kile pale jisevi. Yesu wangu. Nini kinaendelea hapa? Simon! Hakuna chochote kinaendelea kiongozi. Simon. Mary. Na nini rafiki yangu? Mtumishi Simon. Vipi mzee wangu? Bwana, piga snacks hizo. Unaweza leo kanifanyia maombi mazito. Shukrani ndugu yangu. Basi bwana kaka, kama nilivyokuambia, sikutegemea kabisa yule msichana angefika hatua ile. Yaani mpaka nikakaa nikajiuliza, huyu dada anapata wapi ujasiri na kutoogopa kunivulia nguo mimi? Simon, hujiulizi maswali sahihi mshikaji wangu. Hebu jiulize, kama ameweza kukufanyia vile sababu ya chuki dhidi yako, anaweza kukufanyia mangapi kukuumiza? Una maana gani brother? Sikiliza, mimi niko kwenye entertainment muda mrefu sana kuzidi wewe. Umeelewa? Alafu niko kwenye ulimwengu wa kiroho na dunia pia. Na wajua vizuri sana Mina na Bell. Kama unaipenda karia yako mshikaji wangu, kaa mbali nao. Yaani kaa mbali na Bell. Yaani hawafai hapa town. Nisikilize mimi. Nakuelewa Freddy. Nakuelewa sana. Ila mimi naomba usiwe na wasiwasi. Wewe ni kaka yangu na hata mzee Kiwelu aliniambia maneno kama yako. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Nadhani nahitaji kuongea na Mungu wangu. Nazungumza na Mungu wangu kwa sababu kuna kitu cha kiroho kinaniambia nahitaji sana kuwa karibu na huyu dada. Beri, rafiki yangu, najua hauko sawa,
lakini hupaswi kuwa kwenye hiyo hali ya kulia kila siku, kupiga makelele. Huoni unajiumiza, unajitesa? Embu achana na hayo maisha rafiki yangu, utajipa pressure. Mimi nakupenda rafiki yako na sipendi kukuona kwenye hiyo hali. Sawa Berry? Mina, moyo wangu mimi huwa unawaka moto. Napata ghadhabu. Unaniuma linaponijia jina la Richard kichwani mwangu. Na moto unazidi zaidi sasa hivi ninapomfikiria kuhusiana na Simon. Namchukia. Namchukia yule kijana. Namchukia Richard. Richard namchukia. Richard namchukia. Okay. Naomba kukuuliza. Hivi inakuwaje asila yako juu ya Simon inakuwa kali kiasi hicho? Kuna nini kinaendelea kati ya wewe na Simon? Wakati ni mshenzi aliyeingia kwenye maisha yako bahati mbaya. Kwa nini unamruhusu anakaa kichwani mwako? Naomba unijibu Berry. Umekutana na wanaume wengi sana na wanaijua sehemu kubwa ya mwili wako. Kwa nini unakuwa hivyo kwa Simon? Yes? Kojak ananihitaji. Unawaza nini? Nitamuumiza Mr. Richard na familia yake kupitia familia ya Mr. Kiwelu. Makena, nakushukuru sana toka kwenye kilindi cha moyo wangu kwa kunikaribisha ndani. Sasa naomba niondoke. Nakushukuru wewe kwa kunisindikiza mpaka nyumbani. Asante. Makena, na imani haujasahau. Familia yangu inaheshimu sana mchango wako kwetu. Na ndiyo maana Jessica na Kojak wanaoana ili kudumisha udugu katika familia zetu. Kiwelu. Makena, unajua mumeo Richard ana ndoto kubwa sana. Na hakuna namna yoyote anaweza kufanikiwa pasipo msaada wangu. Unajua nguvu yangu. Unaujua uwezo wangu. Na unajua nini naweza kufanya ili afikie ndoto zake. Mimi sikulazimishi tupashe kiporo. Lakini unakumbuka tulikotoka Makena. Baba, nimemtafuta kote sijamwona. Kwa majirani, kwa marafiki zake kote hayupo. Sura yako ipo wapi? Kwenye simu hapatikani. Mamako yuko wapi? Umemwambia? Anajua, akasema hataki kusikia chochote kuhusu Rose. Rose yuko wapi mwanangu? Yuko wapi Rose? Naam, Dr. Naima. Sikutarajia kupata simu yako mapema hivi. Kuna nini baba? Rose kapata ajali? Nakuja sasa hivi.
Rose kapata ajali. Karibu. Naitwa Dr. Louis Richard, ni mtaalamu wa saikolojia. Nimeelekezwa kwako na Mr. Richard. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Aliniambia kwamba ungekuja leo. Okay. Asante. Haya, karibu. Shukrani. Karibu. Karibu. Hapa ndio nyumbani kwangu hapa. Karibu. Shukrani. Liam. Salimia basi. Liam, huu ni ugeni wako. Huyu ni daktari wa saikolojia na yuko hapa kwa ajili yako. Dokta, huyu ndiye mgonjwa wako. Ni kijana wangu anaitwa Liam. Liam, hebu kaa basi umsikilize dokta.
Bwana Saidi, karibu na pole sana. Wewe mzee, unafanya nini hapa? Wewe. Usianze. Asante sana mheshimiwa. Ni wilazi kwa ajili ya kijana sababu unajua tena vijana wa siku hizi. Bila shaka. Najua wewe sio daktari, lakini ni mmiliki wa hiyo hospitali. Samahani kama nitakuwa nimevuka mipaka. Nitaka kujua unafanya nini wodini kwa mwanangu? Kuna wakati nilisota, mengi nikakosa, nikakata tamaa, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa,